Baada ya wanafunzi wangu fulani kuniuliza swali, nikasema swali hili nitalifundisha kwa kirefu na kwa mapana kidogo. Na waliniuliza siku moja kwamba tutamtambuaje nabii wa kweli? Tutamtambuaje nabii wa kweli? Sasa nikaona hapa nisibezi tu kwenye kipengele kimoja cha jinsi ya kumtambua nabii wa kweli. Na hii hapa ilitokana na mjadala uliokuwepo kwamba nyakati za mwisho watakuwepo manabii wa uongo. Sasa nikaona kwamba hili jambo nilijibu kwa upana kwa kuliandalia darasa, na hapa kuna hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu ambazo zote zitakuwa inafundisha namna ya kutambua. Sasa hapa sisemi tu kwamba nabii wa uongo, kwa sababu kuna kama ni jambo hili, basi tunachukua katika upana wake kwamba kuna walimu wa uongo. Yesu aliwazungumzia pia. Kuna wachungaji pia wa uongo ambao sifa zao pia zimeainishwa katika kitabu cha Ezekiel. Lakini pia kuna hata ndugu wa uongo. Kwa hiyo hapa nitazungumzia sifa sasa za mtumishi wa kweli. Sifa za mtumishi wa kweli. Sasa hizi sifa zitakupa wewe kupambanua kwamba kama ana hizi sifa yule, na sio nabii tu, yule yote ambaye ni mtumishi wa Mungu, kama ana hizi sifa, basi sisemi ni wa uongo, ila atakuwa hayuko sawa kwenye kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo hapa tutazungumzia zile sifa za mtumishi wa Mungu, na tujue kabisa kwamba mtumishi wa Mungu yeye atambuliki kwa nafasi yake tu au kwa nguvu yake au kwa muonekano wake, ila kwa sifa, kwamba a true servant of God is not defined not by position, power or outward appearance. Muonekano, nguvu au havimtambulishi, havimwainishi kwamba huyu, isipokuwa sifa. Sifa. Sawa? Sasa tuanze kuzipitia kwa uchache. Sitaenda sana, lakini nitagusa baadhi ya vitu vya msingi. Karibu darasani. Mtumishi wa Mungu wa kweli, kwanza lazima ajenge msingi katika kuwaelekeza watu kwa Yesu. Hiyo, watu kwa Yesu. Ishi yote kweli, awe mwalimu, awe nabii, awe mwinjilisti, awe askofu, awe nani, lazima ajikite katika kuelekeza watu kwa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuja kutafuta kilichopotea. Baada ya hapo akaondoka. Kwa jukumu lile tuliachiwa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo kama mtumishi aelekezi watu kwa Yesu, Yesu anasema mimi ni njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Ana kazi ya mtumishi ni kumpelekea Mungu watu, kumpelekea Mungu watu. Yes.
Kupitia nani? Yesu. Tumeitwa kwa ajili ya kumvunia Mungu watu, watoa dhambini, wapeleka uzimani. Kwa hiyo msingi mkuu wa Injili, kwa sababu uwepo wa nabii, uwepo wa mtume, uwepo wa mchungaji, uwepo wa mwalimu, uwepo wa huduma yoyote, uwepo wa karama pamoja na vipawa ni kwa ajili ya kumpelekea Mungu watu, not otherwise. Hakuna namna nyingine. Uwepo wa makanisa, uwepo wa nyumba za ibada, uwepo wa hayo mambo yote ni kwa ajili ya kumpelekea Mungu watu. Hilo lazima tulijue. Hilo lazima tulijue. Sasa hapa hatufanyi kazi ya kujiitia watu, au yule mtumishi wa Mungu takiwi afanye kazi ya kujiitia watu yeye, no, isipokuwa kupelekea Mungu watu. Hiyo ni sifa ya kwanza. Lakini pia kitu kingine ambacho, hii ni sifa ya pili ya mtumishi wa Mungu, ni katika unyenyekevu wake na kujikana kwake. Unyenyekevu na kujikana. Kwa hiyo hili ni vazi ambalo yule mtumishi wa Mungu yeyote, na kumbuka pia kwamba mtumishi wa Mungu tunaweza wakati mwingine tukasema labda awe na kanisa, asiwe, au labda tumuone madhabahuni, lakini bana, sio kweli. Tukichukua katika muktadha wa ujumla au katika picha nyingine ya mambo, kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Ndivyo ilivyo. Kwa sababu kama kwenye Biblia anasema kwamba kila kazi ya mtu itapimwa, kila kazi ya mtu itafanya nini? Itapimwa. Ni kazi ipi hiyo? Ni ualimu, benki, udaktari? Hizo kule mbinguni hamna. Lakini kazi itakayopimwa ni kwamba ulimtumikiaje Mungu. Na kila mtu ana platform yake, kila mtu ana uwanja wake, kila mtu ana eneo lake la kumtumikia Mungu. Mimi ni mchungaji, sawa, nimeacha yote yale nilikuwa nafanya, kwa hiyo nikasimama tu kwenye madhabahu. Sawa, uwanja wangu. Lakini pale kazini kwako na wewe ni uwanja wako, lakini ujue kwamba kazi yako itapimwa. Kazi ipi? Ni ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo sasa hii kazi, unyenyekevu na kujikana ni sifa nyingine muhimu ya mtumishi wa Mungu yeyote. Mtu akikosa unyenyekevu, hatusemi kwamba sio mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, lakini kuna kitu kinapungua. Kuna kitu kinapungua, kwa sababu mapishi yakipungua chumvi, hatuachi kusema ile ni mapishi. Ni mapishi, lakini kuna ubora ambao unapungua. Kwa hiyo hapa kwenye unyenyekevu na kujikana, lazima mtumishi wa Mungu yeye afananie Yesu. Ile nasema alijinyenyekesha mpaka mauti ya msalaba. Kwamba
Kwenye unyenyekevu na kujikana, kuna wakati mtumishi wa Mungu ujifanye sio kitu, sio kitu, ili Kristo, ili Mungu awe kitu. Ili umpatie Mungu watu, lazima yule mtumishi wa Mungu wa kweli wakati mwingine anyenyekee, na ile ajifanye kabisa tabaka duni kabisa, kama kwa kujifanya hivyo atampata mtu. Hiyo ni sifa ambayo ni muhimu. Na kuna neno hapa katika Wafilipi Wafilipi 2:7 anasema kwamba kianzia 6, ambaye yeye lakini tuanzie mstari wa 5. Unajua mtumishi wa Mungu ina maana anayachukua yale maisha ya Yesu anayavaa. Sasa hapa maisha ya Yesu yanazungumzwaje hapa? Nasema Wafilipi 2:6, Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa mfano wa mwanadamu. Alifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya utumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Yesu si Mungu? Yesu si Mungu? Angekuwa na uwezo wa kuvaa maisha yoyote, lakini ili anipate mimi, akupate wewe, anatufundisha namna ya mtumishi kuwa. Akazaliwa kwenye hori la ng'ombe ili ampate maskini, lakini akaingia Yerusalemu kama mfalme ili ampate pia tajiri. Alikuwa na vazi moja ili ampate yule mwenye vazi moja, na kadhalika. Kwa hiyo alivaa maisha yasiyomfanana ili ampate. Kwa hiyo unyenyekevu na kujikana, kujikana kwa ajili ya watu ni kitu muhimu sana. Kuna ile nasema kuwa kwenye tabaka la chini, tabaka la chini. Ni vizuri kutafuta utambulisho, lakini Yesu hakutafuta ile recognition, watu mrecognize. Alitafuta mapenzi ya Baba yake yafanyike, akajishusha chini. Lakini pia yule hapo yule mtumishi, yeye anaposhuka, Mungu anainuliwa, anajishusha, anajikana ili Mungu ainuliwe. Na hapa kwenye unyenyekevu na kujikana, kuna ile tunaita kutotafuta jina na utambulisho kama kile kitaharibu utumishi wako. Tuondoke kwenye hiyo sifa. Hebu tuende kwenye sifa nyingine. Hii inafanana na niliyoitaja, lakini na utofauti kidogo. Na hapa ni utii na uaminifu. Utii na uaminifu. Ya kwanza ile iliyopita sema unyenyekevu na kujikana. Hii hapa utii na uaminifu. Hapa tutazungumzia jambo kama ile complete submission.
complete submission. Na hapa tunaishi kwa uaminifu na kutii kile tunachokifundisha. Hata kama ni ngumu, hata kama ni changamoto, lakini utii, unamtii Mungu, unaishi maisha ya uaminifu, unazama moja kwa moja kutii kile ambacho Mungu anakuambia kwa watu. Mtumishi wa Mungu wa kweli, mwaminifu, yeye anatii tena kwa uaminifu jambo hata kama ni gumu, hata kama alimpi faida yoyote, hata kama alimpi faida yoyote. Najua kuna wakati ambapo ninasema, Mungu naomba unisaidie. Kuna mchungaji anaweza akawa analisimamia kanisa, kulichunga kanisa kwa miaka hata 25 au 20. Pale kuna washirika 2, 5, 10, 20. Yuko pale ametii na anafanya kwa uaminifu. Naposoma Biblia anasema nitume mimi. Yesu anatii, nitume mimi. Akubali kutii, nitume mimi katika kile kitu ambacho anaenda kukifanya. Utumishi au kuhakikishi kwamba kazi ni rahisi. Utumishi au kuhakikishi kwamba ni maisha ya kula, kunywa, kufurahi. Mpana. Kwa nini niseme namna hiyo? Naomba hili ulichukulie katika namna ya kujifunza. Chukua mfano huu. Kuna mbuzi yupo kwenye mdomo wa simba, unatakiwa ukamchomoe. Je, unafikiri simba atatulia? Hapana. Pale kutakuwa na vita kati yako wewe unayemnyang'anya yule mbuzi, simba na simba. Sasa ili yule mbuzi awe salama au yule swala awe salama, lazima wewe unayemnyang'anya ujihatarishe. Kwa hiyo utumishi wowote wa kweli ni kujihatarisha, na hapa lazima ukubali kutii hata kama ni hatari. Hapa tukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi 2:8 anasema, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Alijinyenyekeza. Inarudi tena kwenye ile ya mwanzo, mfanano pale, hata mauti ya msalaba. Anatii, anaenda kufa kwa uaminifu katika utii pale. Na hapa japokuwa mambo ni magumu, lakini mtumishi wa kweli huwa anajitoa dhabihu katika ile utii, na hapa inahitaji mtu mwenyewe kujidhabihu. Lakini pia katika uaminifu, ukisoma katika kitabu cha Wakolosai, kitabu cha Wakolosai 3 hapa 23, ishirini na tatu nasema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama Bwana, wala si kwa wanadamu. Si kwa wanadamu.
mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Pokea ujira wa urithi. Kwa hiyo hapa inaambatana na kufanya jambo kwa uaminifu, hata kwa jambo dogo. Biblia inasema pia kwamba aliye mwaminifu katika madogo, hata katika makubwa huwa mwaminifu. Sasa na Mungu anatazama sana ule uaminifu mdogo, ukiwa mwenyewe, ukiwa peke yako, wakati washirika wakuone, wakati una washirika wawili watatu, uaminifu utamlinda na kumhubiria huyu kwa uaminifu. Na tusidanganyane kwamba mtu umeshindwa kuwa mwaminifu kwa watu 5 ukaniambia kwamba utakuwa mwaminifu kwa watu 100. Hapana, haende katika namna hiyo. Tumisha na kuwa mwaminifu katika yeye maisha yake, katika wakili, katika mali za kanisa, katika ndoa yake, katika mambo mbalimbali yanayomhusu, katika kazi unayoifanya. Ni kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo kwamba utumishi au ishie tu katika kusimama madhabahuni, lakini hata kazi unayoifanya ni utumishi pia. Lakini kuna kitu hapa tunaweza tukakiita consistent character. Consistent character, sifa yako wewe kama kioo cha jamii. Sifa yako wewe jamii, unavyoishi hivyo maisha yako ya siri yalivyo. Unavyoishi ndio maisha yako ya siri yalivyo. Kwa mtumishi lazima anavyoishi sirini, maisha yake ya hadharani yafanane. Utakatifu, utu wema, uaminifu katika kila eneo na kila wakati. Hiyo sifa nyingine. Mtumishi wa Mungu lazima aishi maisha ya huruma na ya upendo. Hapa ningeweza kuweka moja huruma nyewe, upendo wenyewe, lakini ninaviweka kwenye familia moja hapa, huruma na upendo, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Matendo ya huruma. Unajua Yesu kuja akafa msalabani, alihurumia. Yohana 3:16 sema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa hiyo pendo na huruma vinaenda pamoja. Kama upendo unakosekana na huruma inakosekana ndani ya mtumishi, nisemi kwamba yule sio mtumishi, ni mtumishi kabisa, lakini kama alivyokuambia kwamba pishi linapungua viungo. Huruma, pendo. Je, uko tayari kutoa maisha yako kwa ajili ya washirika? Lazima afanye, anawapenda washirika, anawahudumia kwa upendo, wawe nacho wasiwe nacho, watoe sadaka wasitoe sadaka. Mtumishi wa kweli anaziangalia roho za watu zipone kwanza, maisha ya watu yapone kwanza.
Hilo nalo ni muhimu. Kumbuka mfano wa yule Msamaria mwema. Maria mwema, mfano mzuri kabisa, mpaka leo mfano wake upo. Samaria mwema. Sasa yeye aliona huruma na akaachilia upendo kwa yule. Kwa hiyo hiyo ni sifa muhimu mno 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 mno. Mwenye upendo na mwenye huruma hatawatia moyo, anayewatia moyo. Ameonea huruma kwamba kwa nini ndoa fulani na shida. Aendi mlimani kwa ajili ya kuomba Mungu ampe gari, hapana. Afungi na kuomba ili Mungu alete vile vitu vya, hapana, ila anafunga na kuomba ili roho ya mtu mmoja ambaye ni mshirika wake ipone, ili maisha ya mtu mmoja yabadilike, ili dunia imjue Mungu. Kwa hiyo anajikita pale hiyo. Lakini pia kuna kitu ambacho tukakiita sacrificial actions. Sacrificial actions. Sasa pale unaamua kwa huruma kuingia gharama ili kumfariji mtu. Unaingia gharama ili kumfariji mtu. Unaingia gharama ili mtu avuke. Anaingia gharama ili mtu mmoja apate furaha. Wakati mwingine anaweza shule akatumia vitu ambavyo ni vya kwake, kaviuza vya kwake ili mshirika akae sawa. Hizo tunaita sacrificial actions. Na sifa nyingine ya mtumishi wa Mungu wa kweli, yeye anautazamia utukufu wa Mungu na anampa Mungu utukufu. Utukufu wote tunakuwa kwa Mungu. Anachokifanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu, sio kwa ajili ya utukufu wake. Na chochote kinachofanyika achukulii kwamba yeye ndo amefanya, achukulii kwamba ni kwa nguvu zake, achukulii kwamba ni kwa maombi yake, achukulii kwamba yeye ndio ameponya, achukulii kwamba yeye ndio amemfanya hivyo, hapana. Achukulii kwamba, hapana. Yeye ana mdomoni mwake na moyoni mwake, Mungu amefanya, Mungu amefanya, Mungu amefanya. Tuchukue mfano huu. Unapoagizwa na bosi wako, kwa mfano labda tuseme leo Mheshimiwa Rais ameteua labda waziri fulani, alafu akamwagiza akafanye kazi fulani. Akienda akifanya, yeye yule waziri ameenda kumwakilisha rais pale, ameenda kumwakilisha rais pale. Rais ni bosi wake. Ni kama ilivyo katika ubalozi, labda sema ubalozi wa Tanzania, labda nchi fulani, yule pale yupo kwa niaba ya rais, kwa niaba ya bosi wake ambaye ni rais. Kwa hiyo mfanyakazi akifanya kazi yoyote nzuri, sifa inaenda kwa kampuni. Kampuni inachukua zile sifa zote, inapeleka kwa bosi. Yes. Bosi wa mtumishi wa Mungu ni Mungu,
na anayechukua utukufu wa kile ni Mungu, na agawanye utukufu na mwanadamu. Kwa hiyo utakapoona kwamba utukufu anapewa mwanadamu, ndio inakuwa kama ile habari ya yule kwa kitabu cha Matendo ya Mitume ambaye alipigwa na chango akafa. Alipigwa na chango akafa, alichukua utukufu. Mtumishi wa kweli, kanisa linapokuwa kubwa, waamini wameongezeka, utukufu unakuwa kwa Mungu, sio kwake. Kwamba anautambua uwezo na ukuu wa Mungu kwenye maisha yake, sio kwake. Utukufu wowote unamwendea Mungu, huduma yake inamwelekea Mungu, yaani ufanyika katika huduma inamwelekea Mungu, utukufu unakuwa kwa Mungu. Kwa hiyo kwenye kinywa chake unakuwa kumejawa na utukufu wa Mungu na sio utukufu wa wanadamu. Sifa nyingine ya huyu mtumishi wa kweli wa Mungu, lazima aongozwe na Roho na mwenye kujaa neno. Sasa hapa kwanza lazima awe ameokoka, amezaliwa mara ya pili, amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu ili aweze kuelewa ukweli katika Roho, kwa sababu haya mambo na hizi siri za Roho sana kwa ajili ya watu zinaweza zikachukuliwa na yule ambaye amezaliwa mara ya pili, amejazwa Roho Mtakatifu. Biblia inasema wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Lakini alijengwa katika msingi wa neno, sio maneno. Kuna kitu anaita unabii wa neno, kwa sababu pia moja ya njia ambazo Mungu anatumia kuzungumza na mtumishi wake ni kupitia neno ambalo natakiwa likae kwa wingi ndani ya mtumishi wa Mungu. Lakini lazima pia anayeongozwa na Roho wa Mungu katika kuyapambanua mambo, kwamba hiki kiko hivi, hiki kiko hivi. Spiritual discernment, anaweza kupambanua hiki kikae hivi, hiki kikae hivi. Sababu kuna nyakati ambazo zinahitaji hapa. Kuna wakati ambapo mtumishi wa Mungu anaweza akakutana na kesi ambazo zinahitaji neema ya kudukua mfumo wa kimbingu na kujua hapa ninaweza kutatuaje. Sasa hiyo bila kuwa na Roho, ujazo kamili wa Roho Mtakatifu na neno, hiyo itakuwa ni shida kidogo. Lakini sifa nyingine, mwenye utulivu na mwenye roho pia hekima, utulivu na roho ya hekima, ambaye anajawa na ushauri, ambaye anaweza akatulia kwenye jambo kwa muda mrefu akimshauri mtu, ambaye pia anaweza akatulia kwenye jambo kwa muda mrefu akishauriwa na Mungu. Hicho ni kitu ambacho ni muhimu. Na sifa nyingine itaendelea katika darasa letu lijalo.